Aisee, Dogo Kipolo. Safi msanii wenu Alikiba ameishiwa mbinu nini? Kivipi yani ameishiwaje aisee? Kaamua kupiga chakato chaka za masherehe sasa. Hiyo ni fezea. Mimi nishakwambia, yani kumlinganisha huyu na Diamond Platinum ni mbingu na ardhi, ni vitu ambavyo haviwezekani. Shida yako wewe Dogo Kikombe uelewi. Unajua ile sherehe ilikuwa na hazi gani? Hamuna cha hazi. Yaani sisi yule tunamjua tu ni mwimba ngonjera msema wa Master J. Hapa tunaona amezigirisha ameenda kuimba zake ngonjera kwenye sherehe. Dogo Kikombe wewe tulia bana, wewe hujui kitu. Wana perform mpaka kinarema kwenye masherehe. Sasa wewe unataka asiende kokota hela zake kama ameitiwa. Eti kingi wapi? Labda kingi ya kwenye bao, sio kingi ya kwenye kunanili hapa kwenye, sio kingi ya muziki. Kingi atoke huko, hamna cha kingi wowote mwimba ngonjera. Dogo Kikombe unazingua. Kwa una maanisha hadi Rihanna ni mwimba ngonjera, mbona aliitiwa tu kwenda kupiga show kule India na akapiga hela nyingi tu. Wewe umesikia Rihanna tayari yeye ni mtoto wa kike. Yeye ni mtoto wa kike mpaka anaalika kwenda kwenye sherehe au na anapiga vigelegele. Yule hamna kitu bwana, tukubaliane tu. Simba na Masimba ndio CEO wa muziki hapa Bongo. Kwa nyimbo gani hizo sasa za kuwa namba moja hapa Tanzania huyo Diamond? Hizo nyimbo anazoimba na ruka kama chura aliyekosa maji. Atoke huko. Acha ushamba acha ushamba. Hizo ndo ngoma zina trend huko duniani. Ndio maana mpaka Breezy Chris Brown kaamua kuruka nayo challenge kwa Masava. Alikiba hata hajulikani, yani East Africa hii kuna sehemu nyingine hata hajulikani. Kienda Uganda na ndani kule wengine hawamjui kabisa yani. Yani tatizo la Diamond nyinyi, timu Diamond nyinyi ni sifa. Hivi kati ya yenu nyinyi, msanii wenu huyo Diamond na sisi Alikiba, nani alianza kutoka? Nani alianza kwenda Marekani? Kitambo tu yani, long time ago, miaka 90 Kiba ameingia kule yani na kwenye miaka pale 2012 huyo ndo msanii wenu ndo anajitafuta hapa Bongo. Yeye akaenda kule akaimba na mtu mzima Arakeli akapiga naye ngoma na Arakeli alikubali, ali appreciate kibuwezi, ndio maana hata kwenye ile ngoma Alikiba akawa mtu wa kwanza kuifungua. Kingi ni kingi, nyinyi mnapita alipopita, kwanza hata mjafika. Yani shida yenu timu Kiba mkibana wanakimbilia kaka point. Tunataka collab alizoimba yeye kama yeye, mbona kama Diamond alivyoimba na Rick Ross, akaimba na Nio. Sasa nyinyi mnakimbilia hiyo nyimbo ambayo waliimba kikundi, waliitwa watu wa kutoka kwenye mataifa yote ya Kiafrika. Sasa hiyo hakutoa yeye hela hata kugaramia, yeye aliita kila kitu akalipiwa hadi sehemu ya kulala. Tunataka kama Simba alivyofanya. Kama ni rahisi, mbona yeye hakuitwa? Mbona alikuwa shatoka na kale ngoma kaka kanaenda kamwambie, mbona hakuitwa? Wewe bwana unatakiwa kubali tu kwamba Diamond ni dunia nyingine, ukubali. Na Diamond anaweza hata kumiliki huyo Alikiba kamsign. Ndio maana naona sasa hivi Alikiba anaimba na vijana wake. Hiyo inadhihirisha kwamba yani Simba ni mnyama sana. Hakuna cha unyama wowote. Labda unyamafu tu akwenda kwa PDD. Wewe tulia, ujie kitu. Hizo ni connection za kufika mbali. Unafikiria nafanya kwa ujinga kama unavyofikiria? Tulia we dogo. Alikiba ndo genius wa hili game hapa Bongo. Hakuna kumfikia. Ni mtu ambaye anang'ara kila siku toka miaka ya huko ya 2000 hadi leo miaka ya 2027 anafanya vizuri. So kama huyo anaongoza tu na makiki tu ambayo yana maana, yana kichwa wala miguu.